Moja kati ya mwanaume ambaye upo katika hatari ya kutumika na mwanamke ni wewe mwanaume unayeenda kwenye maisha ya mwanamke aliyeumizwa kwa lengo la kutaka kumsaidia kupona ili ummiliki wewe. Sijui kama unanielewa. Mwanamke yeyote ambaye hajapona maumivu yake sio mwanamke sahihi kwenye maisha yako. Na hata kama unatamani kuwa naye, mwache apone maumivu yake kisha ndio uingie kwenye mahusiano naye. Lakini kama wewe unataka kukaa hapo uwe bega lake la yeye kulilia machozi ya maumivu yake, kisha utarajie utaendelea kuwa vizuri wewe na yeye, na kuhakikishia haitokuwa hivyo. Huyo mwanamke atakutumia wewe, atalala kifuani mwako akiwa analia machozi, na mwisho wa siku akimaliza hayo maumivu yake atakutupa. Huyo mwanamke atakutumia wewe kama kitambaa cha kufutia damu katika makovu yake, na mwisho wa siku akishamaliza matumizi na wewe atakutupa. Hiki ndio kitu ambacho wanaume wengi sana huwa hamkifahamu, na ndio maana wengi sana huwa mnalaumu, huyu mwanamke nilimtoa mbali sana, nilimpigania sana, nilimkuta ameumizwa, nikahangaika nikajitoa, lakini akaja kuniumiza. Ulifanya kosa wewe mwenyewe. Hutakiwi kuwa na mwanamke ambaye hajapona maumivu. Wewe sio therapisti. Wewe sio mtu wa kumsaidia yeye kutoka kwenye hayo maumivu. Wewe ni mpenzi. Wewe ni mtu unayemhitaji kimahusiano. Haihusiani kabisa na wewe kwenda kumtuliza na kumponya kwa yale aliyoyapitia. Wewe unapoingia kwenye mahusiano na mwanamke aliyeumizwa, lazima utajitoa kupitiliza. Utatumia pesa zako, rasilimali, muda na kila kitu kuhakikisha unamrudisha katika hali ya kawaida, kwa sababu utakuwa unataka kujaribu kumuonyesha kwamba wanaume wote hatuko kama yule. Unataka kujionyesha wewe ni mwanaume perfect kuliko aliyepita. Kwa hiyo asilimia kubwa utajitoa kwa kila namna, lakini kitu kibaya zaidi usichokijua ni kwamba huyo mwanamke mwishoni atakutupa. Baada ya maumivu yake kuisha, ataanza kuona wewe sio mwanaume wa hadhi yake. Wewe ukikaa karibu na kuwa mtu wa kumsaidia yeye kuheal, anaanza kukuona wewe kama therapisti, kama mtu unayemsaidia tu. Kwa hiyo wewe kwake unakuwa kama daraja. Mwisho wa siku akishaona amejisaidia, amevuka, atakutupa na wala asikukumbuke. Sijui kama unanielewa. Najua utaniuliza kwamba nitajuaje kwamba huyu mwanamke bado ana maumivu. Jambo la kwanza, ex ndio wimbo wake wa kila siku. Yaani ikiwa anamsema vibaya, anamsuta, anamtukana, yaani anapenda sana kumuongelea kwako kwa ubaya, pengine anamsuta, pengine analalamika kwamba alinifanyia hivi, alinifanyia vile, akanifanyia vile. Huyo mwanamke hajaheal. Kwa hiyo wewe usije ukajitesa kukaa kwenye mahusiano naye, kwa sababu mwisho wa siku utakuja kulia wewe mwenyewe. Jambo la pili, anakuwa mtu wa kulinganisha sana. Ukimfanyia kitu kizuri, anasema afadhali hata wewe, ex wangu hakuwa ananifanyia hiki. Ukimfanyia kitu kibaya, anaanza kulalamika, na yule ex wangu alianzaga hivi hivi. Huyo mwanamke anakuwa bado anamwaza yule mtu. Sijui kama unanielewa. Jambo la tatu, anakuwa ni mtu ambaye anabadilika kihisia, haeleweki. Kuna wakati yuko vizuri, kuna wakati yuko vibaya. Kuna wakati ana furaha, kuna wakati anachukia. Yaani humuelewi hata wewe, hayuko stable. Jambo la nne, anakuwa mtu mwenye wivu wa kupindukia. Kama yule ex wake alimfumania kupitia simu, anakuwa anachunguza sana simu yako. Kwa hiyo unapoona hujamuonyesha kitu chochote, lakini yeye ni mtu anayekulimiti sana, anakufuatilia sana, maana yake huyo mtu bado ana maumivu, bado anamuwaza sana yule ex wake, na ndio maana mpaka sasa hivi hajaheal. Jambo lingine, huwa ni mtu ambaye anapenda mahusiano yenu yaende haraka. Ghafla anataka umtambulishe kwa ndugu, umtambulishe kwa marafiki, na mwingine anataka muoane haraka. Kitu kibaya ni kwamba huwa anakutumia wewe kama ganzi ya maumivu yake. Mwisho wa siku maumivu yake yakishakwisha, anaanza kukuona wewe ni useless, sio mwanaume wa hadhi yake. Kwa hiyo mwanaume, naomba nikukumbushe, wewe ni mpenzi wa huyo mwanamke. Wewe sio therapisti. Wewe sio mwanasaikolojia wa kumsaidia kutoka katika hiyo hali. Anatakiwa kupona kwanza kabla hajawa na wewe kwenye mahusiano. Usiseme sijakwambia. Jitoe sana ukiwa unambembeleza huyo mwanamke. Kila mara amekuwa akikulalamikia kuhusu mapito aliyoyapitia, na wewe kila mara unambembeleza kwamba tulia, achilia, acha yapite. Hiyo sio kazi yako. Sio kazi yako. Wewe sio mwanasaikolojia
wala wewe sio therapisti wa kufanya kazi ya kumbembeleza yeye atoke katika maumivu alionayo. Yeye anatakiwa kujitoa katika maumivu alionayo, apone kwanza, ndipo aanze kuwa na mahusiano na wewe. Lakini kama wewe unajitia wewe ni mwanaume kweli, kutaka kujionyesha kwamba wewe ni mwanaume wa tofauti kwake, utalia. Yaani nisikudanganye, utalia. Narudia tena, utalia. Kwa sababu yeye atakuwa anakutumia wewe kama mtu unayemsaidia kupona. Na kitu kingine pia, huyu mtu huwa anakuwa na chuki dhidi ya wanaume. Unamuona kabisa. Kuna wakati hata yeye akikukosea wewe, ukamwambia, anasema, nilijua tu, wanaume wote mko hivyo hivyo. Mimi siwaamini tena wanaume. Wanaume hamuelewekagi. Wanaume wote ni sawa. Huyo mtu hajahil kutoka kwenye maumivu aliyoyapitia. Mwanaume, usijiingize kwenye mtego wewe mwenyewe, na usije ukasema sikukwambia. Mwanamke yeyote yule anatakiwa kupona maumivu yake kwanza, ndipo aingie katika mahusiano na wewe. Lakini wewe sio kazi yako kumtoa yeye katika maumivu. Na ikitokea umegundua huyu mtu bado ana maumivu, hutakiwi kuwa adui yake na wala hatakiwi kuwa mpenzi wako. Sijui kama unanielewa. Hatakiwi kuwa mpenzi wako. Anatakiwa kujipa muda wa kujiponya kwanza, kisha arudi muendelee na mahusiano. Wewe mpe ukweli kabisa, mwambie, bwana, mimi ni mpenzi wako, mimi ni mwanaume wako, niko hapa kwa ajili ya kutaka kuwa kwenye mahusiano na wewe. Mimi sio therapisti, mimi sio mwanasaikolojia. Pona kwanza maumivu ulionayo, kisha tuendelee na mahusiano. Kama huyo mwanamke alikupenda wewe kweli, atarudi nyuma, atajitafakari, atakaa chini, atajifikiria, mwisho wa siku atarudi, mtaendelea na mahusiano. Lakini huyo mwanamke kama alikuwa anatafuta tu mtu wa kumvusha katika hayo maumivu, ataenda kutafuta mwanaume mwingine mjinga, kisha ataingia naye kwenye mahusiano ili aendelee kumtumia kama ganzi ya kufunika maumivu yake. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mwanaume, usijidanganye. Mimi nitakuonyesha kwamba wanaume wote hawako kama huyo mwanaume mwingine. Siku unayolia hutoamini, kwa sababu utalaumu, utasema nilifanya kila kitu, nilimtoa kwenye maumivu, nilikuwa na mshauri, alikuwa analia kwenye mabega yangu, alikuwa analia kwenye kifua changu, kila alichotaka nilimpa. Lakini mwisho wa siku bado alikuja kuniumiza. No, wewe ndo ulijiingiza kwenye mtego wake. Wewe uliingia kwenye 18 zake. Mtu yeyote ambaye hajahil hutakiwi kuwa naye kwenye mahusiano. Utajichanganya na uje kulia bure. Kama kuna msaada wa ziada ambao unatamani kumpa, msaada huo uwe ni wa kumtafutia mwanasaikolojia au therapisti. Mtafutie mwanasaikolojia, lakini kwa wakati huo kaa mbali na yeye. Usiwe katika mahusiano na yeye na utarajie mabadiliko yoyote kutokea baada ya yeye kupona. Kwa sababu asilimia kubwa ya watu, au niseme asilimia kubwa ya wanawake, huwaga wanapenda kupona maumivu yao haraka kwa kutafuta watu wa kukava vile wanavyojisikia. Wengine wanapenda kuwapa sumu wanawake wenzao, na wengine wanapenda kupata wanaume ambao watakuwa wanawalilia na kuwalalamikia, mimi nilifanyiwa hivi. Usije ukaona sifa. Unapoona huyo mwanamke anamsimanga vibaya huyo ex wake, anamsuta huyo ex wake, anamtukana huyo ex wake, maana yake bado hajahili, yuko kwenye kivuli cha yule ex wake. Na matokeo yake, hata wale ambao huwa mnaoa wanawake wa aina hii, huwa mnakutana na changamoto ya hawa wanawake kurudiana na watu wale baada ya kuwa wamepona. Mtu alikuja kwako kwa sababu ana maumivu, kwa sababu ana hasira, lakini hisia hazikuisha juu ya yule mtu. Matokeo yake amepona, anaanza kurudiana na mtu yule ukiwa unatazama na macho yako. Kwa hiyo fungua macho yako. Tazama kwa makini na uelewe. Kitu nilichokiongea ndio uhalisia wa maisha. Kitu kisikudanganye ukaamini kwamba huyu mtu nikimsaidia kutoka kwenye maumivu haya ataniona mimi wa maana. No, hakunaga fadhila ya namna hiyo kutoka kwa mwanamke. At least hata mwanaume unaweza ukakumbuka kwamba huyu mwanamke alinisaidia sana kipindi nina maumivu. Nyinyi wanaume huwa mna kumbukumbu, lakini wanawake hawanaga kumbukumbu. Sasa inapofika kipindi yuko normal, sasa amepona na akili zake timamu, hapo utaanza kushuhudia matukio. Na ndio maana wengine mliowaoa hawa wanawake mnaanza kushuhudia mawasiliano yamerejea wao na hao wanaume zao wa zamani. Alikusimulia matukio kibao, lakini leo hii anakaa na kusimanga na mwanaume yule. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa kukifahamu. Wewe ni mpenzi
kwa huyo mwanamke, wewe ni mume kwa huyo mwanamke, wewe ni mchumba kwa huyo mwanamke, lakini wewe sio therapisti wala wewe sio mwanasaikolojia. Hutakiwi kuanza kujihangaisha kumweka katika hali yake ya kawaida. Na wanaume wengi mnaojiingiza kwenye mahusiano na wanawake wa namna hii, mnaumizwa sana pia kihisia. Ukiachilia mbali kuja kusalitiwa, pia huwa mnapitia vipindi vya kuumizwa kihisia. Huna hili wala lile, analeta stori za eksi wake. Unamwambia kitu, anaanza kukulinganisha na eksi wake. Hata yule eksi wangu ndo alifanya hivi hivi, hata yule ndo alinifanyia hivi hivi. Kuna mtu aliwahi kuniambia kabisa kwamba dada, mimi yule mwanamke alikuwa ananiumiza sana kisaikolojia, kihisia, na mimi alikuwa ananifanyia vibaya, alikuwa ananitrigger, nikagundua ananigawia maumivu yake. Anakwambia wakati mwingine amekaa na mwanamke wake, wako kwenye mahusiano, mwanamke anaanza kumwambia, mimi nashindwa kumove on, nikifikiria kati ya wewe na yule mwanaume, bado yule mwanaume namkumbuka. Yaani ni vitu vya ajabu sana, ni vitu vya ajabu, lakini mwanamke alikuwa anamwambia. Kwa sababu gani? Anataka mwanaume tena aanze kumbembeleza, yani aanze kumfanya ajisikie vizuri. Sasa matokeo yake wewe mwanaume unakuwa unateseka kihisia kwa ajili ya kumlazimisha huyu akae katika hali ya kawaida. Na kukumbusha tena, wewe sio therapisti wala wewe sio mwanasaikolojia. Mpe mtu msimamo wako kama mwanaume. Usikubali kukaa mahali ambapo unaburuzwa na huyo mwanamke. Huyo mwanamke asitumie maumivu yake kama sababu ya kukunyanyasa wewe, kwa sababu kama anataka mahusiano na wewe anatakiwa kupona, na wewe sio mtu utakayemsaidia yeye kupona. Mtu anatakiwa kujisaidia yeye mwenyewe, kukubali ukweli wa kile kilichotokea na amue kukiachilia na aanze maisha yake mapya. Wewe hautokuwa na cha kumsaidia. Nakwambia ukweli, even therapist au mwanasaikolojia huwa ni mtu ambaye anampa mtu maneno ya kujisaidia kujitoa kule. Mtu anahitaji yeye mwenyewe kujipambania kutoka kule ambako yupo, kutoka katika hilo shimo la maumivu, lakini hakuna mtu anaweza kumvuta kule kama yeye mwenyewe asipoamua kuanza kujitoa kule. Watu watahangaika naye kwa muda mrefu sana, lakini atashindwa kuheal kwa sababu yeye mwenyewe haweki nia ya kujitoa kule aliko. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo huyo mwanamke unatakiwa kumpa ukweli na uhalisia. Mwanamke yeyote ambaye bado ana maumivu, mkwepe. Usije ukamwonea huruma. Huruma sio malezi, kwa sababu hiyo huruma mwisho wa siku itakuponza wewe mwenyewe. Utakuja kulia kwa ajili ya vitu ambavyo atakuja kukufanyia baada ya kupona, kwa sababu baada ya kupona yeye sasa ndio macho yake yataanza kuona mwanaume anayemtaka, mwanaume wa taipu yake. Wewe sasa ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa unatumika kama kitambaa cha kufuta damu katika makovu yake. Mwisho wa siku akikuangalia anaona ufai kuwa na yeye, anakurushia huko. Unaanza kuja kulialia hapa, uanze kusema nilimpambania sana yule mwanamke, nilimpa kile alichotaka. Mwingine anaanza kutumia hiyo kama kisaikolojia kukunyanyasa, kikuomba kitu na mnyima. Anaanza kusema ni kama yule, yani wanaume kumbe mpo vile vile. Hata yule nilikuwa nikimwomba alikuwa ananinyima kama wewe. Anakufanyia manipulation ya kihisia kiasi kwamba wewe uone una deni la kupambana kuwa zaidi ya yule. Kwa hiyo watu wanapambana, wanawekeza pesa, wanawekeza muda, wanawekeza nguvu, wanawekeza hisia na kila kitu kuhakikisha wanawatengeneza hao wanawake kurudi katika hali za kawaida, lakini mwisho wa siku wanaishia kulia. Kwa sababu hawajui kiuhalisia kwamba unayemsaidia kesho anaweza sikumbuke fadhila zako, hasa unayemsaidia maumivu ya kihisia, kwa sababu asilimia kubwa yeye anakuweka pale kama cover ya kumfanya asijisikie vibaya, na matokeo yake wewe mwenyewe utakuja kulia. Naomba niwaambie story moja. Kuna kaka mmoja aliingia kwenye mahusiano na mwanamke. Walikutana baada ya muda mfupi, wakaingia kwenye mahusiano. Huyo mwanamke akaonyesha anampenda sana na akaanza kuharakisha vitu kama nilivyokuambia. Huyo mwanamke anaanza kuharakisha vitu kutaka kukamate vizuri, uwe kama ganzi, lakini mwisho wa siku ikishaisha hiyo ganzi, maumivu yake yamepona, mambo yanakuwa tofauti. Sasa huyo mwanamke akawa anaharakisha, mimi nataka tuchumbiane kanisani na nini. Kumbe yule binti anataka tu avishwe pete ya uchumba, picha zipigwe ili atume kwenye status, yule ex wake aone kwamba yeye anaenda kuolewa, amepata mwanaume mwingine faster. Lakini je, ndani yake alikuwa amepona? Basi mtu kakubali, wakaenda kutangaza uchumba kanisani, kamvisha pete ya uchumba vizuri kabisa, mambo yanaenda vizuri, watu wameshangilia. Watu wamekaa kwa muda fulani. Binti akasema, mimi sitaki uchumba na huyu mtu. Mimi nataka tuachane. Na pete ya uchumba imeshavishwa, mali wameshaleta na kila kitu. Yaani mpaka mali imeenda kutolewa.
Imebaki tu siku ya ndoa ya watu kuja kumchukua wafunge harusi sasa rasmi. Mtu anasema mimi uchumba na huyu mtu sitaki, na ndugu zake wameshapokea mali na kila kitu. Huyu mwanaume alilia sana akiwa anambembeleza mwanamke, nini kimetokea? Mbona unanifanyia hivyo? Mimi nakupenda. Yule binti kwa kusisitiza kwamba mimi sikutaki wewe, kaenda kwa mwanaume, kaenda kulala kwa mwanaume mwingine kabisa serious, ili kutaka huyu mwanaume a give up, akate tamaa. Mwisho wa siku huyu mwanaume bado hakukata tamaa, kaendelea kumng'ang'ania, mimi bado nakupenda na naweza kukusamea kwenye hicho kilichotokea. Fikiria, sitaki kusema sana huko mwishoni ilikuweje, lakini mtu alifanyiwa vitu kama hivi. Mtu alikuwa na maumivu yake, anataka kumkomoa ex wake, anakukimbiza we haraka haraka tufunge ndoa, sijui tukavishane pete ya uchumba, sijui nini na nini. Mnafika kanisani na kila kitu umetangaza, umeenda kutoa na mahari, umepeleka na ndugu zako. Muda mfupi anakwambia mimi sikuhitaji. Anaenda na kulala kwa mwanaume mwingine usiku kucha. Ni mchumba kabisa wa kwako, kaenda kulala kwa mwanaume mwingine. Bado unamng'ang'ania, mimi nataka nikuoe. Haya maisha yana mambo ya ajabu sana. Wanaume mnajiingizaga kwenye mitego nyinyi wenyewe. Ukishagundua mtu ambaye uko naye hajahil, mweke mbali na maisha yako. Asiwe adui yako, asiwe rafiki yako, wala asiwe mpenzi wako. Yaani kwenye hivyo vitu vitatu vyote usimweke popote. Hata kwenye uadui usimweke, kwenye urafiki usimweke, kwenye upenzi usimweke. Mpe ukweli wake, mpasulie ukweli kwamba bwana mimi sio therapisti, mimi sio mwanasaikolojia, naomba upone hayo maumivu ulionayo ili uje kwangu ukiwa safi. Acheni hawa wanawake waje kwenu wakiwa safi. Msiwaokote na matakataka waliotoka nayo walikotoka, mkaanza nyie kuhangaika kusafisha. Mwisho wa siku wakishasafishika wakawa wasafi, watawatupa. Mtakuja kulia, mtaumizwa, mtateswa. Huyo mwanamke atakuja kukuteketeza, na venyewe utakuwa umejiwekeza kwa kila kitu, utaumia kuliko unavyofikiria. Kuwa makini sana na vitu unavyovifanya, kwa sababu kesho yako unaweza ukalia kuliko unavyofikiria. Mtu yeyote ambaye hajapona maumivu sio mtu sahihi kwako, na wala wewe kama mwanaume usije ukajichukulia kama shujaa kwa kukaa karibu na mtu mwenye maumivu, mwanamke mwenye maumivu, ukiamini kwamba nikishamsaidia kupona katika haya maumivu ataniona mimi mwanaume wa maana kwenye maisha yake. Utalia, nakwambia kabisa, niko hapa. Utakuja kuniambia, utalia na utasema wanawake hawana jema. Utasema kabisa wanawake hawana jema, lakini haiko hivyo. Wewe mwenyewe uliamua kukaa na mtu akiwa hayuko katika uhalisia wake. Na kushauri mwanaume, tafuta mwanamke ambaye yuko kwenye uhalisia wake, ambaye mnavyoingia kwenye mahusiano wewe na yeye, mada zenu nyingi ni kuhusu wewe na yeye. Asianze kukuletea habari za ex wangu sijui ilikuweje, huyu mwanaume aliniumiza sana, wanaume wote mko sawa. Shauri yako, usiseme sikukwambia. Utalia, kwa sababu hizo ni red flags ambazo zinaashiria kwamba huyo mwanamke bado anatembea na hicho kivuli cha huyo ex wake. Kwa hiyo wewe anakutumia kama mtu ambaye anakutumia kama mfano wa ex wake. Siku akimaliza kupona atakutupa. Mtu mwenye maumivu sio mtu sahihi kwenye maisha yako. Nimerudia kwa mara nyingine na nimesisitiza, kwa sababu wengi sana wanalia kwa vitu vya namna hii. Sitaki kutaja kwamba ni watu wa aina gani na wa aina gani, sije kaonekana na nyanyapaa watu hapa, lakini wewe tu kaa ukijua kwamba mtu yeyote ambaye hajapona maumivu sio mtu sahihi kwako. Vingine jiongeze tu mwenyewe.